Mwanamume huyo aligusa tu nembo ya Mercedes-Benz na gari kamili la Mercedes-Benz likatokea mbele yake. Hivyo aliendelea kutumia nguvu zake za ajabu. Msafara wa magari ya Mercedes-Benz ukatokea mbele yake. Sababu iliyomfanya mwanamume huyo kuwa na uwezo huo wa kustaajabisha ni kwamba siku moja iliyopita mpenzi wake alikuja na kijana tajiri, mtoto wa tajiri, na kuachana naye. Hawakumfanyia tu dhahaka mwanamume huyo kwa kuwa maskini, bali hata walivunja kibao cha roho, spirit tablet, ambacho mwanamume huyo alikuwa akikiabudu. Papo hapo, mwanga wa dhahabu ulitoka kwenye kile kibao kilichovunjika na kuingia mwilini mwa mwanamume huyo, hivyo akapata uwezo wa kutengeneza kila kitu. Ili kujaribu kama nguvu hiyo ilikuwa ya kweli au la, mwanamume huyo alichukua vipande vya kale vilivyovunjika alivyokuwa amenunua sokoni, aliweka vipande hivyo chini na kisha kupitisha mkono wake kwa upole juu ya vipande hivyo. Sekunde iliyofuata, vipande hivyo vilijirejesha na kuwa bakuli kamili la kale la kauri. Mwanamume huyo alifurahi sana kwa jambo hilo. Aligundua kuwa mradi ana vipande, anaweza kurejesha kitu cha kale kuwa kamili. Kama angekuwa na vipande vingi zaidi, angeweza kurejesha vitu vingi zaidi. Hivyo alivivunja moja kwa moja lile bakuli la kauri. Kisha akaanza kutumia uwezo wake wa kurejesha. Bila shaka, vipande vyote ambavyo kiganja chake kilipita juu yake vilirejeshwa kuwa kamili. Alistaajabu kwamba amepata njia ya mkato ya kufikia uhuru wa kifedha. Hivyo alipeleka haraka bakuli lile lililorejeshwa kwenye duka la vitu vya kale. Bosi alilichukua bakuli na kuanza kulikagua kwa makini. Kwa kushangaza, aligundua kuwa bakuli hilo lilikuwa la kale la miaka 300 iliyopita. Hivyo alitoa ofa ya dola milioni 5 papo hapo ili alinunue. Mwanamume huyo aliwaza moyoni mwake kuwa ana zaidi ya dazeni ya mabakuli kama hayo. Kama angeyauza yote, si angekuwa tajiri mkubwa. Wakati huo, Lisa, binti wa tajiri na rafiki yake kipenzi, waliingia dukani. Walikuja kumwomba bosi awasaidie kutengeneza kipande cha jade, jiwe la thamani, kilichovunjika. Waliahidi kwamba kama kitatengenezwa, watatoa zawadi ya dola milioni 1. Lakini bosi alisema ujuzi wake hauwezi kutengeneza jade iliyoharibika namna hiyo, hata ikitengenezwa ingekuwa na kasoro. Mwanamume huyo aliona yote hayo. Wakati wale mabinti wawili walipokuwa wanajiandaa kwenda duka lingine, yule mwanamume alisema anaweza kuitengeneza jade yao. Bosi wa duka alimshauri mwanamume huyo asiendelee kudanganya makusudi, wakiona jinsi alivyo kijana mdogo. Rafiki wa Lisa alidai kuwa mwanamume huyo hana ujuzi wa kutengeneza vitu vya kale, lakini mwanamume huyo hakutaka kubishana naye tena, akajigamba kuwa anaweza kuitengeneza kwa dakika moja tu. Bosi wa duka alimkemea kwa hasira, akisema hajui namna ya kutengeneza vitu vya kale kwa sababu ingechukua angalau nusu mwezi kuitengeneza jade iliyovunjika kiasi kile. Mwanamume huyo alimwambia asubiri aone. Lisa akamkabidhi jade ile. Mwanamume huyo akageuka na kuwapa migongo na kuanza kuitengeneza. Kisha akageuka mara moja na kuwaonyesha wote ile jade ikiwa kamili. Kila mtu hakuamini. Bosi alistuka kwamba ameitengeneza kwa chini ya dakika moja. Mwanamume huyo akamwomba Lisa amlipe zawadi yake, lakini rafiki wa Lisa alisema anahitaji kukagua kama ni ya kweli. Mwanamume huyo alisema wanaweza kuikagua kwa namna yoyote. Rafiki wa Lisa alimshauri Lisa aikague kwa makini ili kuzuia mwanamume huyo asibadilishe kitu. Mwanamume huyo alisisitiza kuwa hajali kuhusu jade ya kawaida. Rafiki huyo alieleza kuwa jade hiyo si tu ina historia ya miaka 500 bali pia ni hazina isiyo na thamani na ya pekee duniani. Mwanamume huyu akamuuliza bosi kama ni nadira kiasi hicho. Bosi akasema ni hazina isiyo na mshindani. Lakini mwanamume huyu alidai kuwa ana rundo la hazina kama hizo. Lisa alistuka sana. Rafiki yake alifikiri anadanganya. Kisha yule mwanamume akawapa migongo tena. Akaanza kurejesha kutumia vipande vilivyobaki mkononi mwake. Akatengeneza vipande vingine 8 vya jade mbele ya kila mtu. Bosi alihisi macho yake yana tatizo, lakini mwanamume huyu akasema bado hajatoa vyote. Akaendelea kutoa vipande vingine na kuviweka mbele yao. Lisa na rafiki yake walipigwa na butwa. Rafiki yake alidai kuwa vyote ni bandia, lakini baada ya bosi kuvikagua, aligundua vyote ni vya kweli. Rafiki huyo akamlipa mwanamume huyo dola milioni 1. Lisa alimpelekea baba yake jade ile. Baba yake alipoinuka alionyesha uso wa ushangao. Lisa alidhani ametapeliwa, lakini baba yake akasema hakutapeliwa. Baba yake alimsifu aliyetengeneza jade kama fundi bingwa wa daraja la juu kwa sababu palikuwa na uasi mdogo usioonekana uliokuwa umetengenezwa kwa ustadibu. Hapo ndipo Lisa alipogundua jinsi ujuzi wa mwanamume huyo ulivyokuwa mkubwa. Baba yake alikadiria kuwa mfundi huyo lazima atakuwa mzee, lakini Lisa akasema ni kijana wa riaka yake. Baba yake alistuka tena, akamwamuru Lisa ampe gari la baba yake na kumwomba ajiunge na kampuni kama mkuu wa urejeshaji.
Wakati huo mwanamume huyo alipokuwa njiani kuelekea kwenye kampuni, alikutana na mpenzi wake wa zamani na yule kijana tajiri. Yule kijana tajiri alimdhahaka mwanamume huyo kwa kuja kazini hatimaye. Mwanamume huyo alisema anachofanya hakimhusu, lakini mpenzi wake wa zamani alidai kuwa yule kijana tajiri amekuwa mwanahisamu wa kampuni. Meneja pia akasema kuanzia sasa mwanamume huyo atafanya kazi chini ya yule kijana tajiri. Mwanamume huyo aligundua kuwa walikuwa wanamulingika makusudi. Mpenzi wake wa zamani alimtaka apige magoti na kuwaomba msamaha ili wamruhusu bani kazi. Papo hapo Lisa na rafiki yake waliona tukio hilo la mwanamume huyo kubugudhiwa. Lisa aliona hii ni fursa nzuri ya kumwajiri. Alipiga simu kwa wasaidizi wake na kuwaomba walete gari la baba yake mbele ya mwanamume huyo. Wakati huo meneja alikuwa akimuhimiza mwanamume huyo apige magoti kwa yule kijana tajiri. Akainua mkono kumpiga, lakini mwanamume huyo akampiga kibao yeye badala yake. Kila mtu alistaajabu kwa ujasiri huo. Mpenzi wake wa zamani alidhani mwanamume huyo ni mjinga anayetenda kwa kukurupuka. Yule kijana tajiri akasema yuko tayari kumpata nafasi ya kupiga magoti na kuomba msamaha. Ghafla gari la kifahari la Mercedes Benz likafika. Dereva akashuka na kumwambia mwanamume huyo kuwa ametumwa na Lisa kumletea gari. Kila mtu alistuka kwa sababu Lisa alikuwa binti wa mtu tajiri zaidi nchini. Mpenzi wake wa zamani alisema lazima wamekosea mtu. Kijana tajiri pia alidhani binti huyo anataka kuwa rafiki yake na si mwanamume huyo maskini. Lisa na rafiki yake walipofika na kuwasalimia, mpenzi wake wa zamani aliwadhahaka akisema wana macho mabaya kumpenda mwanamume huyo. Lisa akampiga kibao yule mwanamke na kusema hana haki ya kuhukumu. Rafiki wa Lisa alimcheka kijana tajiri kwa kupata mpenzi mjinga kiasi hicho. Mpenzi wake wa zamani alidai kuwa mwanamume huyo ni dhaifu anayejificha nyuma ya wanawake na hawezi kumurudu gari la kifahari bila msaada wao. Mwanamume huyo akasema hata bila kutegemea wengine anaweza kumurudu Mercedes Benz. Kijana tajiri akasema kama mwanamume huyo anaweza, basi yeye atakula nembo ya Mercedes Benz. Mwanamume huyo akamuuliza dereva kama nembo inaweza kutolewa. Dereva akasema gari ni lake, anaweza kufanya chotaka. Nembo ikatolewa na kukabidhiwa kwake. Mwanamume huyo akasema watarudia baada ya dakika. Alienda nje na ile nembo, akawaza kuwa kama nguvu yake inaweza kurejesha vitu vya kale, basi inaweza kugeuza nembo kuwa gari. Akaanza kuingiza nguvu zake za ajabu kwenye nembo. Mercedes Benz mpya kabisa ikatokea. Alifurahi kuwa wazo lake limefanya kazi. Akaanza kutumia nembo hiyo kutengeneza msafara mzima wa magari ya Mercedes Benz. Wakati huo meneja alikuwa na wasiwasi, lakini kijana tajiri akasema inachukua angalau wiki kuagiza gari, hivyo mwanamume huyo anadanganya tu. Punde simbapo msafara wa magari ya Mercedes Benz ukafika mbele yao. Mwanamume huyo aliposhuka, kila mtu alibaki na mshangao. Mpenzi wake wa zamani alisema haiwezi kuwa kweli kwa sababu mwanamume huyo hakuweza hata kununua mkubwa wa gharama hapo zamani. Kijana tajiri pia alisema yote ni feki. Kisha mwanamume huyo akapiga vidole vyake. Kundi la watu likashuka kwenye magari hayo moja kwa moja na kumuita mwanamume huyo bosi kwa heshima. Kila mtu alipigwa na bumbwazo.